Yo, bwana naitwa Amri Mwingo na hii ni Mwingo TV. Bwana leo sasa nipo hapa kusogezea bonge moja la story. Bwana ni kuhusu Nandy pamoja na Billnass. Nandy na Billnass bwana wameachia ngoma yao mpya. Takribani siku 10 zimepita. Imeachia music video moja hatari sana. Bwana mimi naita music video lakini wao wenyewe Nandy pamoja na Billnass wanaita movie. Bwana wimbo unaitwa Hello. Hello ni ngoma ambayo of course inaelezea hisia za kimapenzi kati ya wenza wawili ambao wanapendana sana na kila mmoja anaelezea ni namna gani anavyompenda mwenzake na jinsi gani hawezi kuwa mbali naye. So that is not our story, na issue ni kwamba Nandy na Billnass wametimiza miaka 4 since they got married. Miaka 4 tangu wameoana, of which alikuwepo yule jamaa ambaye anaitwa Paul Brandi, anajiita influencer nambari 1 kutoka kanda ya Ziwa. Of course amechukua headings kutokana na kile kilichotokea kule mjini Katoro, lakini sasa hivi yuko Dar es Salaam, ndani ya jiji la Dar es Salaam. Bana inaoma sana. Paul Brandi anafanya vizuri na kuna kitu ameongeza katika game na industry ya music pamoja na hii chiki influencing, mambo ya influencing. Sije tuite industry au vipi, lakini naona inapokuja inaweza kuwa industry yenyewe inajitegemea kama ilivyo industry nyingine ambazo zimejitafuta kama za MC pamoja na nyingine nyingi sana ambazo zilikuwa. So that's not our story today. Story yetu leo ni kuhusu ngoma ya Hello. Ngoma ambayo iko produced producer aliyehusika katika ngoma ya Hello ni S2 na ngoma ni ya Billnass pamoja na Nandy, lakini mimi leo nataka kugusia video ambayo imefanywa na director Kenny. Bana mimi naita music video, lakini Nandy na Billnass bila kumsahau Kenny najua kwamba watakuwa wanasema kwamba hii ni movie. Bana ni movie kwa sababu kilichotokea huko kimeelezea feeling fulani. Sasa mimi ninachoenda kugusa ni hii video ilipopigwa. Ni video fulani ambayo imewekwa na ubunifu kwanza mkubwa sana. Picha inaanza, location inatuambia sehemu fulani hivi ambapo ni noma sana. Kuna mastika na mabango yamesoma wanted for armed robbery. Umeona wanted hiyo swini nini, description wakatajwa hapo nani na ikawekwa reward pale kwamba okay, atakayemkamata huyu jamaa hawa watu hapa dola zipo kibao. Bana movie hapo ndio inaanza. Sasa kinachoendelea ni kwamba tunaonyeshwa kwamba kuna watu wawili wanaonekana kama ni watalii ambao sasa hao wanaelekea sehemu fulani hivi kutembea, sio ni kufanyaje, whatever it is, lakini tunaonyeshwa supermarket, wameshuka mbele ya supermarket na mwanadada ambaye ni Nandy sasa ameshika kidude fulani hivi, lakini jamaa wameingia wanaonekana wana target zao. Of course ni wapenzi wameingia, wanajifanya wanachagua mule ndani ya wanapupa room zile, na wanaonekana wanajifanya kama disminder, wana issue yote kuhusiana, lakini hapo anapeana signal kwamba bana tayari nadhani kuna mteja hapo anamsubiri aondoke. Kwenye movie Nandy anatoa signal, anambia bana kwa tayari hiyo, si unaelewana. Baada ya kutoa signal chuma ikawaka bana. Mteja alipotoka dada katolewa machine spin AK47, spin nitoa vibunda bana, toa vibunda, akafungua case, akafungua kila sehemu bana, wakachukua mikwanja mbele bana, chuma inatembea mara naoma sana, ngola askari wanafika bana. Baada ya kupigiwa simu, vipi kulikoni, mwanadada anasema walikuwa wanakimbia bana, askari wakaingia, jamaa wanajua ameshawini mchongo, anakuja kustuka, kumbe nyuma bana ngola za polisi zinakuja bana, noma vile, kuna nini tembea clash chini bana. Kwanza bana na director Kenny bana, katika sehemu ambayo nimeirudia mara nyingi sana kuitazama ni hichi kipande ambacho ni cha ajali. Ngoja nirudishe nyuma kidogo. Yes. Umeona hapo alikuwa kwamba chuma, hebu cheki ajali ilivyotengenezwa bana. Kenny shout out kwa saluti baba. Ni ajali fulani ambayo imetengenezwa ina uhalisia bana. Akakamatwa mshikaji Nandy akakimbia, Billnass akatiwa mbaloni. Huku na kule bwana, jamaa amejeruhiwa, ikabidi jamaa askari wamchukue wamweke kwenye ndinga pale, simu za huku na kule. Nandy sasa akiwa kule mtaani anachora ramani, nafanyaje ili niweze kumkomboa mpenzi wake ambaye ni Billnass. Bwana noma sana, piga huko hesabu na huku na kule, anaangalia niende na chuma gani, noma kawa seti mazingira yake na nini fresh, akamkutana bwana Pengo Makeke bwana, ndo daktari. Sasa mchongo ni kwamba daktari atajifanya kama daktari, ataingia na ngoma ya ambulance itakuja kwa ajili ya kurescue bwana. Pengo Makeke akaingia pale ndani, mchongo umeshachezwa, akamwambia askari bwana, mimi ni daktari nimekuja kumsettle nini, akamtoa nesi mule ndani, akamwambia nesi nenda tula. Bwana kilichofanyika, jamaa akatoa pipe fulani sio ni ya gesi ya nini, ikasababisha moto kalipuka bwana. Akachukua mavazi ya fire yanayofanana na fire, akamvesha Nandy, akamvesha Billnass ngoma nini vipi na kule. Jamaa wameingia watu wa fire, ngazi imepandishwa kwenye wodi ambayo alikuwepo na Billnass. Sasa alipoingia mule ndani nini kama hivyo unapoona hapo lakini kikubwa ni kwamba haijapoteza uhalisia wa music video. Umeona kama hapo Nandy anacheza anaimba, ni kwamba hata kama ni movie lakini music video, it's a video, so inaleta uhalisia ule ambao
Ni mziki lakini umeleta ladha fulani, story ambayo ni of course ni chuma. Hapo kama unavyoona bwana, watu wa Fire wanamuita bwana, njoo ingia chapu, fanya chapu. Bingo. Wapo wanapeana mikono kwamba bingo wametoboa. Sio umeona, wakaingia kwenye gari bwana, chuma hiyo hapo ikawashwa mbele. Askari hapo wanapiga simu. Wewe si vipi? Bwana hapo kuna Dex simuelewa Kenya hapa. Chuma ameenda tena polisi kituoni hapa. Jamaa na cheki wanted. Washukeni. Bwana bonge moja la movie. Sasa nilichokipenda kwenye hii video ni kwamba kwanza ni video mziki na mapenzi, lakini kwa kuchambua na image inayopatikana kwenye video hii ni kwamba inaonyesha kabisa uhalisia watu ambao wana cooperate moja noma sana, wana bombi hatari. Ni mtu na mpenzi wake lakini wanafanya matukio together, ni kwamba hawezi kuachana. Hiyo inamaanisha kwamba hawezi kuachana. Wamekamatwa, wameenda kufanya robbery, wameiba, wamefanikiwa, wakakimbia, wakapata ajali, lakini mwisho wa siku mume kakamatwa. Hizo ni ups and down ambazo zinaendelea kuwepo katika kazi yao, lakini katika maana halisi mahusiano ambayo yanakuwa na ups and down ambazo haziwi changamoto kwetu, sio kikwazo. Kwa hiyo wakaenda wakamrescue. Bado mwanamke alikuwa na plan B ya kwenda kumrescue mume wake. Mwisho siku akatafuta plan, akatafuta Bella Fire, plan ikatiki. Bana noma sana. Mpaka sasa nakwambia video ya Hello pamoja na Hello ambayo ni ya Nandy pamoja na Bill Nass bana ina views milioni 1.1 pale YouTube, ambayo ina trend nambari 10 mpaka sasa. Mimi mwenyewe nimeangalia zaidi ya mara 300 bana, zaidi ya mara 300 nimeangalia video hii. Noma sana, bonge moja la chupa. Sasa tizama video hiyo, angalia lyrics zake zinavyokupa na utajua maana halisi ya kile ninachokwambia kwamba hii video ni noma sana. Bana Nandy na Bill Nass wamekuwa ni mfano mzuri sana wa watu ambao wamekuwa katika mahusiano, kwa sababu huko nyuma tunajua historia yao sisi ambao tumeangalia katika mitandao. Walishapitia vikwazo vingi, changamoto nyingi ambazo nyingine tumeziona kupitia mitandao ya kijamii, lakini wameshafunika kombe na wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Wanafungua biashara, wanafanya mambo makubwa. Hicho ni kitu kikubwa sana, lakini kitu kikubwa ni kwamba kuna moment ya uvumilivu. Nandy anaonekana ni mwanamke ambaye anaweza kuvumilia sana, anaweza kuvumilia sana katika ndoa yake. So wengine na sisi tuvumilie jamani, wengine tunaweza tukafika mbali. Lakini kikubwa ni kwamba Bill Nass ni mtoto wa mjini. Kumbuka Bill Nass amefanya UDSM pale, amepiga masomo yake UDSM bwana, hamna mtu asiyejua, mtoto za kutosha. Sasa kama umeruka viunzi vya UD, wewe nani bwana aje kukusumbua bwana? Noma sana. Ndio maana Bill Nass ametulia na Nandy. Na Bill Nass ni mtu ambaye ni chuma sana na akili nyingi, so pengine amechagua kusettle na mke wake na kuachana na side chick bwana. Shout out to Nandy, Bill Nass. Mimi naombea more years katika mahusiano yao, muendelee kulea watoto na mtuletee wajomba wengi zaidi bwana. Kwako wewe mwana familia, naomba nikushukuru kwa kuendelea kunipa tagi ubavu ambayo inanipa support mimi ya kuendelea kufanya hichi ninachokifanya hapa. Naitwa Amri Mwingwa na hii ni Mwingwa TV hapa kwenye Bongo Star Recap bwana. Hakikisha una subscribe, una comment, una like, pia una share na wadau kwamba bwana mwamba anakimbiza huku wenzetu. Naoma sana.